ya kumfanya mtu asipotee anapokwenda. Wakati serikali yako inapiga mahesabu makubwa ya kupata faida kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam, nchi nzima ilipiga kelele na wana mitandao waliongea vya kuongea na kukatisha tamaa, wakisema maneno mabaya ili usiamini katika ndoto uliokuwa nayo. Lakini kwa sababu wewe ni injinia wa uchumi uliyepiga mahesabu vizuri, leo nataka niwaambie wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, hasa watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, wale ndugu zangu wa Twitter, mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook, ili tukubaliane kubishana kwa matokeo. Daktari Samia kabla hajaweka uwekezaji mkubwa wa bandari yetu ya Dar es Salaam, iko na uwezo wa kupokea mzigo tani milioni 18. Bandari ya Mtwara iko na uwezo wa kupokea mzigo tani 590,000 na bandari ya Tanga iko na uwezo wa kupokea mzigo tani 890,000. Ameangalia wapi ambako akiweka nguvu atapata matokeo ya haraka na kufanya haya yote yaliyoelezwa na ndugu yangu Aweso na yale yanayofanywa na kakangu Miguru, kuhakikisha kila wizara inapata pesa ili mwananchi apate maendeleo. Akagundua lango la bandari ni moja ya lango muhimu la kuwekeza ili aweze kupata matokeo ya haraka. Takwimu zinaonyesha kwa uwekezaji wake ametutoa kwenye tani milioni 18 kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kutupeleka kwenye tani milioni 27. Bandari ya Mtwara ametutoa kwenye tani 590,000 ametupeleka kwenye tani milioni 2,500,000. Bandari ya Tanga ametutoa kwenye tani 800,000 ametupeleka kwenye tani milioni 1,300,000. Sasa hizi ni hesabu. Nafikiri Profesa Mkumbo yuko hapa. Ukiwa mbishi sana kwenye maisha, jifunze hesabu. Na kama hujui hesabu, ni mara 10 ukala chips ukalala, kwa sababu hutaweza kupiga hatua ya maendeleo yote yale. Sasa twende kwenye pesa. Tumetoka kwenye bilioni 800 kwa mwaka, Daktari Samia ametuingiza kwenye trilioni 2 kwa mwaka. Sasa nakuuliza wewe unayependa kuongea kwenye mtandao, hizi pesa zaidi ya trilioni 1.2 ulitaka Daktari Samia aziache? Tungepata wapi ya maji anayoeleza ndugu yangu Aweso? Tungepata wapi hizi barabara anazosema ndugu yangu huyu mtani wetu huyu wa kutoka Pwani? Tungepata wapi kwa ndugu yangu Lega? Hii kazi yote ndio hesabu ya kiongozi mzuri kama Daktari Samia anayejali taifa letu. Twende ya pili, namalizia mheshimiwa. Hesabu ya pili, mzigo pale bandarini, meli ilikuwa inakaa siku 15 imepiga nanga ndani ya bandari. Siku 15 inasubiri kwenda kupakua mzigo. Uwekezaji aliofanya na kukubali private sector kuingia, tumetoka siku 15 sasa wanakaa siku 5 ndani ya maji. Na kwa taarifa yako, meli moja ukiona imekaa baharini wanalipa kwa siku dola 40,000. Wakikaa siku 10 wanalipa dola 400,000. Lakini hiyo dola unakuja kuilipa wewe mwananchi ukienda pale Kariakoo kununua mzigo, kwa sababu mwenye meli hayuko tayari, mwenye bidhaa hayuko tayari. Naomba tuweke pembeni hiyo. Twende kwenye swala jingine la pili. Mheshimiwa Rais wetu kwa mapenzi makubwa aligundua ya kwamba taifa hili tulipitia kwenye mchakato mgumu wa kupanda mafuta bei. Kila siku bei ya mafuta inapanda. Daktari Samia sasa hivi anajenga matanki 15 yenye uwezo wa kutunza lita za mafuta 386,000. Sasa mheshimiwa mgombea wetu, leo asubuhi nimeamkia feri pale, nikaongea na wavuvi. Nikamwambia hivi, Daktari Samia asingeweka jitihada zake kuhakikisha tuna umeme wa uhakika, nyinyi mnaouza kwenye bucha samaki sisi ingeharibika? Wakasema Oktoba wanaenda kutiki. Nimetoka pale nimeenda Kariakoo, nikawauliza wafanyabiashara wa Kariakoo, nikamwambia kazi nzuri aliyofanya Daktari Samia ya kuhakikisha sasa hivi unapita mjini hakuna majenereta na amani ipo. Wakasema Oktoba wanatiki. Tumetoka hapa tumekuja Mombasa Kitunda, wanasema wanatiki. Mheshimiwa, kama kuna mtu hataenda kupiga kula
nina uhakika huyo atakuwa hayuko Tanzania. Lakini walioko Tanzania wote tarehe 29 wanaenda kupiga kura. Naomba nione mikono, naomba mikono wana Dar es Salaam, wana Ilala, ya kwamba tarehe 29 tuenda kutiki kwa Dr. Samia. CCM oye! Samia oye! La mwisho ni pongezi. Jana hotuba yako ya pale Kinondoni leaders ya kuambia Watanzania wajitokeze wakapige kura, hata kisoda hakitadondoka. Watanzania tuko tayari kukuchagua tarehe 29. Asante sana mheshimiwa. EuroAsia Universities Limited. Je, wewe ni mwanafunzi uliyefanya maombi ya vyuo na haujachaguliwa au umechaguliwa kozi ambayo haikuwa ndoto yako? Na je, wajua kuwa nchi za wenzetu kama vile China, UK, US, Canada, Romania na Poland wana Januari, March na September intake? Ondoa shaka, EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ipo kwa ajili yako. Tunakuunganisha na vyuo vikuu nje ya nchi kupata kozi ya ndoto yako kwa gharama nafuu kabisa na kwa haraka zaidi. Pia kwa wale waliomaliza degree wanaweza kujiunga na vyuo vyetu marafiki vya Ulaya na kuweza kuendelea na masters huku wakifanya kazi, na hivyo kuweza kuchangia ama kulipa gharama za masomo bila kumsumbua mzazi. Tupigie simu 0765 767556 au 0653310603 au tembelea ofisi zetu za EuroAsia Universities Limited zilizopo Sky City Mall, Ardhi Road, karibu na Mlimani City, Dar es Salaam. Lakini pia tupo Mshindo Iringa, Dodoma Road. EuroAsia, tunakata kiu yako.